nawapongeza sana kamisheni ya ngumi za kulipwa kwa kuanzisha Semi Pro League, kwa sababu tumekuwa tunakutana na changamoto kadhaa. Siku za hivi karibuni unakuta mabondia wanaenda kwenye pro lakini hawajapita kwenye amateur. Kwa hiyo tumekuwa tukikutana na matatizo ya kiafya, ubora wa mabondia unakuwa sio mzuri sana. Sasa kitendo cha wao kuwaza kuanzisha Semi Pro League ni jambo kubwa zaidi, kwa sababu sasa watapimwa vizuri kwamba umeshapigana kwenye amateur, wameridhika kule kwamba uko vizuri, unakuja unapitishwa kwenye, inakuwa ni kama chujio la kukupeleka kwenye professional. Sasa ni kitu ambacho ni kizuri, kwa sababu kwanza kitatengeneza mabondia wazuri, lakini pili kitaondoa ile sintofahamu ya mtu kuibuka alikoibuka na kwenda moja kwa moja kujikuta anacheza professional, kumbe bado hajapikwa vizuri. Kwa hiyo nawapongeza sana kamisheni. Lakini niseme tu kwa uwazi kwamba ili tukio leo limeblesiwa na bondia mkubwa Crawford, ambaye kwa namna moja au nyingine sisi kama baraza tunawashukuru sana TTB. TTB ndo wamemfinance ujio wa huyu mgeni kwa sababu ya kuchachusha masuala ya utalii. Sasa utaona ni kwa namna gani kwamba michezo ina fursa kubwa sana kwenye kuchochea utalii, lakini pia ukifanya michezo bila kuhusisha utalii unaweza ukajikuta una invest pesa nyingi alafu unapoteza fursa nyingine kama nchi. Kwa nchi ikitaka kunufaika vizuri na fursa za utalii inabidi itumie michezo, lakini michezo nayo ikitaka kupimwa katika uchumi wa, yani kwamba imechangia nini kwenye pato la nchi, ni lazima upime kwa kuangalia, je, katika hao watu shughuli za michezo tunazozifanya kwa kiasi gani zinachangia masuala ya utalii. Kwa hiyo namshukuru sana kakaangu Mafuru na ninampongeza na namwambia yeye mwenyewe anajua kwamba tumeshafanya naye kazi nyingi za kutumia sekta hii ya michezo kwa ajili ya kuchachusha utalii. Sasa ndo kwanza kama vile tumefungulia, tutaendelea kufanya mambo mengi zaidi, kwa sababu mwisho wa siku lengo letu wa Tanzania vijana wacheze, waajiriwe kupitia ngumi, lakini pia nchi inufaike kupitia utalii, kwa sababu tunaamini michezo ina nafasi kubwa sana ya kutangaza nchi kwenda duniani. Wabingwa wa dunia wa masumbu, nafikiri unaweza kuwa na chachu kiasi gani hasa kwa mabondia wadogo wanaoshikilia? Una chachu kubwa sana, kwa sababu tunafahamu Tanzania miongoni mwa michezo ambao sisi tunaipa kipaumbele sana ni pamoja na mchezo wa ngumi. Kwa nini tunaupa kipaumbele? Sio kwa sababu tunapenda kujifurahisha, ni kwa sababu tunaamini kupitia mchezo huu vijana wataajiriwa na wamekuwa wakifanya vizuri duniani, Afrika. Sasa tunaamini kwa kumleta bingwa kama huyu, wakamuona moja kwa moja, akatoa neno lake, akakutana nao, anafanyika inspiration kwao. Kwa hiyo uwepo wake hapa unawafanya vijana ambao wamekuwa wakimuona kwenye TV wanavutiwa kwamba kuna siku kumbe na mimi naweza nikafikia level za huyu hapa, wakaongeza jitihada. Kwa hiyo kwetu sisi tunaona inaleta chachu kubwa sana kwenye mchezo wa ngumi kwa kweli. Okay, kuwepo kwa Dunda Tanzania Semi Pro League na hii activity ambayo imefanyika leo, nafikiri inaweza ikawa ni aina ya sports ambayo ikawa na motivation zaidi ukiacha football. Kwanza nawapongeza sana kamisheni ya ngumi za kulipwa kwa kuanzisha Semi Pro League, kwa sababu tumekuwa tunakutana na changamoto kadhaa. Siku za hivi karibuni unakuta mabondia wanaenda kwenye pro lakini hawajapita kwenye amateur. Kwa hiyo tumekuwa tukikutana na matatizo ya kiafya, ubora wa mabondia unakuwa sio mzuri sana. Sasa kitendo cha wao kuwaza kuanzisha Semi Pro League ni jambo kubwa zaidi, kwa sababu sasa watapimwa vizuri kwamba umeshapigana kwenye amateur, wameridhika kule kwamba uko vizuri, unakuja unapitishwa kwenye, inakuwa ni kama chujio la kukupeleka kwenye professional. Sasa ni kitu ambacho ni kizuri, kwa sababu kwanza kitatengeneza mabondia wazuri, lakini pili kitaondoa ile sintofahamu ya mtu kuibuka alikoibuka na kwenda moja kwa moja kujikuta anacheza professional, kumbe bado hajapikwa vizuri. Kwa hiyo nawapongeza sana kamisheni. Lakini niseme tu kwa uwazi kwamba ili tukio leo limeblesiwa na bondia mkubwa Crawford, ambaye kwa namna moja au nyingine sisi kama baraza tunawashukuru sana TTB. TTB ndo wamemfinance ujio wa huyu mgeni kwa sababu ya kuchachusha masuala ya utalii. Sasa utaona ni kwa namna gani kwamba michezo ina fursa kubwa sana kwenye kuchochea utalii, lakini pia ukifanya michezo bila kuhusisha utalii unaweza ukajikuta una invest pesa nyingi alafu unapoteza fursa nyingine kama nchi. Kwa nchi ikitaka kunufaika vizuri na fursa za utalii inabidi itumie michezo, lakini michezo nayo ikitaka kupimwa katika uchumi wa, yani kwamba imechangia nini kwenye pato la nchi, ni lazima upime kwa kuangalia, je, katika hao watu shughuli za michezo tunazozifanya kwa kiasi gani zinachangia masuala ya utalii. Kwa hiyo namshukuru sana kakaangu Mafuru na ninampongeza na namwambia yeye mwenyewe anajua kwamba tumeshafanya naye kazi nyingi za kutumia sekta hii ya michezo kwa ajili ya kuchachusha utalii. Sasa ndo kwanza kama vile tumefungulia, tutaendelea kufanya mambo mengi zaidi, kwa sababu mwisho wa siku lengo letu wa Tanzania vijana wacheze, waajiriwe kupitia ngumi, lakini pia nchi inufaike kupitia utalii, kwa sababu tunaamini michezo ina nafasi kubwa sana ya kutangaza nchi kwenda duniani. Okay, na labda mwisho kwa usimamizi wa michezo mingine, tuko na boxing ambayo tumeona activity yake positive. Baraza linatengeneza misingi mingi sana, miongozo, sisi ndo tunaosimamia, wahakikisha wanasimamia taratibu zao.
napongeza na ninashukuru kwamba katika kipindi cha miaka kama 4-5 tuna transformations kubwa sana kwenye sekta ya michezo. Vyama vingi vimeshajitambua na kujielewa. Ukiangalia shirikisho la mpira wa miguu mnaona tunakwenda World Cup tu siku hizi, ni usimamizi mzuri, lakini pia boxing wanaendelea kuja vizuri, tunawasimamia kila muda kwa sababu tunajua una fursa kubwa. Volleyball mmeona juzi walikuwa wanacheza hapa beach volleyball, wamefanya vizuri sana, tunawafunga kina Egypt na wengineo. Basketball hivi tunavyozungumza Dar City wako Kigali kule, mnaona mambo yao kwenye mitandao. Tunashukuru kwamba ile tafsiri ya nini tunataka kama serikali kwenye sekta ya michezo imeanza kuwaingia viongozi. Kwa hiyo wito wetu kwao ni kwamba sasa wahakikishe wanasimamia na kutekeleza yale ambayo tunashauriana kwenye vikao vyetu na tunayoelekezana kupitia kwenye ofisi zetu, na sisi kama serikali kazi yetu ni kutengeneza mazingira wezeshi. Tuko zaidi ya tayari kufanya hayo kwa manufaa ya Watanzania wote, kwa sababu sisi tunaamini kupitia sekta hii ya michezo hata ile changamoto kubwa ya ajira inaweza kaondoka. Thank you.